Ni siku ya tatu ya ziara ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan. Leo amefika hapa katika wilaya ya Meatu na kuzindua kiwanda cha kuchambua pamba, kampuni ya BioSustain, kiwanda ambacho kimegharimu zaidi ya bilioni 14 katika ujenzi wake. Ya kufungua kiwanda hiki, naomba tupige makofi mengi na vigelegele. Tanzania oye! Kiwanda cha kuchambua pamba cha BioSustain Tanzania Limited. Nimeeleza kwamba uwekezaji katika kiwanda hiki umezalisha ajira za kudumu 375 na ajira za muda 880. Hili si dogo. Muhimu zaidi, wawekezaji wa kiwanda hiki wanakusudia kama uwekezaji wao kwa kuongeza kiwanda hiki chenye thamani ya shilingi milioni 12 kwa ajili ya uzalishaji wa mafuta ya mbegu za pamba na alizeti. Haya ni maendeleo makubwa sana na yanahamasisha wawekezaji zaidi. Tuhakikishie wawekezaji wa viwanda ikiwemo kiwanda hiki kilichofungua asubuhi, serikali itaendelea kuweka mazingira mazuri kwa ajili ya kukuza viwanda vya ndani. Na nataka nitumie nafasi hii kuwaomba wakulima wote kwa maandalizi ya msimu ujao, nendeni mkajiorodheshe kwenye chama chenu cha msingi na wale maafisa ugani wa BBT, wakulima wote wanaotaka kulimiwa na serikali kwa njia ya ruzuku. Kiwanda hichi tumeanza kukijenga mwaka 2022 mwezi wa 3, na mpaka sasa kiko kwenye hatua ya utendaji mzuri wa maana ya uzalishaji, ambayo kina uwezo wa kuzalisha kwa siku, kama ikiwa pamba yetu itakuwa safi kama nia ya wizara na bodi ya pamba na wadau wote kwenye mnyororo wa pamba, kwa maana ya pamba safi, takriban kilo 500 kwa siku. Tumewekeza hapa kwa maana ya kwamba kiwanda chetu ni kikubwa na thamani yake ni takriban bilioni 14.8. Tunatarajia kiwanda hichi kwa hatua ya mwanzo itaajiri wafanyakazi takriban 350, lakini itahitaji wafanyakazi zaidi ya 700. Katika upanuzi wa kiwanda hiki, moja, wanapanua kuchakata mbegu za pamba kuzalisha mafuta ya kula. Na nyinyi wote mnajua tulivyo na changamoto ya mafuta ya kula hapa nchini. Lakini baada ya hapo tunataka waongeze kwenye textile, kwamba wazalisha angalau nyuzi au vitambaa, na baadaye tutaenda kwenye nguo. Hiyo gharama hiyo inaweza ikaingia pia kwenye mjengeko wa bei ya mkulima. Kwa hiyo utainua bei ya mkulima, kwa sababu gharama za usafirishaji nazo zinachangia katika gharama kubwa ya pamba. Mkuu wa chuo cha Kilimanjaro Institute of Technology and Management kilichopo Mwenge jijini Dar es Salaam, chenye ithibati na usajili wa NACTVET namba REG/ANE/029, anapenda kuwatangazia nafasi za masomo kwa ngazi ya diploma na certificate kwa muhula wa masomo utakaoanza Oktoba 2025 katika kozi za IT, Hotel and Tourism Management, Front Office, Business Administration, Accountancy, Procurement and Supply. Chuo kimebobea katika ufundishaji kwa njia ya vitendo na kimeweza kutoa wanafunzi wenye weledi. Wengi wameajiriwa ama kujiajiri, na kwa wale ambao wameamua kuendelea na degree, wameweza kujiunga na vyuo vikuu bora hapa nchini na nje ya nchi. Pia kuna kozi fupi za computer application, graphic and design, video production pamoja na CCTV camera. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0717816034 au 0754864361. KITM, elimu na ujuzi kwa uchumi imara.